Ni mindset development ambayo inatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, na halitakuja kuisha duniani hilo tatizo. Hakutakuwa kuna siku ambapo hatutakuwa na walalamishi, haitakuwepo hiyo siku. Yani mpaka dunia inafika mwisho, hayo makundi mawili lazima yataendelea kuwepo. Ni kama vile leo tunazungumzia wealth creation, au wanazungumzia poverty reduction au poverty eradication, whatever the case. Hakuna siku ambako hatutakuwa na maskini kabisa duniani. Ndio maana hata Yesu alisema maskini mtakuwa nao siku zote. Kwa sababu dunia inaendeshwa na mfumo. What you need to know ni kwamba wewe unatakiwa usubscribe kwenye aina fulani ya mfumo utakao kuondoa kundi moja kwenda kundi nyingine. Alright? Na kiimani sasa, kwa mfano, ndio maana prayer ya kumwombea mtu haiwezi kubadilisha maisha yake kama hajabadilisha mfumo wa maisha yake. Kwa sababu kazi ya prayer sio kukupa kitu. Kazi ya prayer ni kukupa nguvu na enlightenment ya mind kufanya kitu kilicho sahihi ili upate yale matokeo. Right? Naomba nisome scripture. Inaruhusiwa? Vizuri. Kabisa. All right. Naomba nisome andiko moja alafu then nitakuja kwenye swali, nitakuwa na kujibu swali lako. Ukisoma Genesis Mwanzo sura 25 mstari wa 23. Naomba tusome kuanzia mstari wa 21. Kuanzia mstari wa 21 mpaka 23. Okay? Ni habari ya mama mmoja anaitwa Rebeka ambaye alikuwa ni mke wa Isaka. Amehangaika kupata watoto, sasa akapata ujauzito. Sasa kuna kitu kitatokea hapa. Anasema naomba nisome kwa Kiingereza. Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his plea, and Rebecca his wife conceived. Kwa akapata ujauzito. Sasa angalia kuanzia mstari 23, 22, kuna kitu nataka ukione pale. Anasema but the children struggled together within her. Maana alikuwa na watoto wawili mapacha ndani. Okay? And she said, if all is well, why am I like this? So she went to inquire of the Lord. Yani mama ni mjamzito, ana watoto wawili mapacha, alafu wale mapacha kule ndani wanaanza kumsumbua, wanapigana. Mpaka huyu mama anaenda kupeleka maombi kwa Mungu kutafuta solution ya hichi kitu kinachotokea huko ndani ni kitu gani? Kwa sababu si kawaida watoto waanze kugombana wakiwa ndani ya tumbo, sio? Sasa alivyoenda Mungu akamwambia kitu, ndicho ambacho nataka tukielewe sasa. Akasema hivi, and the Lord said to her, Mungu akamjibu. Cha kwanza akamwambia, 2 nations are in your womb. Kwa maana yake cha kwanza anamwambia hivi, hawa watoto watakaozaliwa ni uwakilishi wa aina mbili za mataifa yaliyoko hapa duniani. Kwa sisi kama Tanzania tuko aina moja katika hizo mbili. Marekani wako aina moja katika, lakini ni 2 types of nations. Right? Akuishia hapo, akamwambia cha pili. Cha pili akamwambia hivi, hawa ni 2 people shall be separated from your body. Ukisoma tafsiri nyingine anamwambia 2 types of individuals in the world. Maana ni aina mbili za watu watakaokuwa wanaishi duniani. Alafu akafanya conclusion. Akasema hivi, 1 people shall be stronger than the other. Then and the older shall serve the younger. Sasa biblically maana yake ni kwamba life is guided by a system. Mungu alichokuwa anajaribu kusema ni kwamba watu wote tuliokuwa hapa duniani tumesubscribe in one of the systems. Kuna nations ambazo ni strong. Ukiona taifa lote lina nguvu, ina maana linaendesha mfumo fulani wa maisha. Ukiona mtu yote ana nguvu, maana yake anaendesha mfumo fulani wa maisha. Sasa hao watoto walizaliwa, mmoja aliitwa Esau na mwingine akaitwa Jacob. Look at their lives. Utaona kilichokuwa kimetokea. Jacob alikuwa ndio mdogo. Esau alikuwa ndio mkubwa. Angalia pattern ya maisha yao. Biblia inasema Esau alikuwa mwindaji hodari, skillful hunter. Na maisha yake yote mpaka nazeka alikuwa ni hunter. Jacob alikuwa ni keeper, anatunza mifugo nyumbani.
So Esau anaamka kila siku, anaenda kutafuta mnyama, system of one nation. Siku akiacha kutoka nyumbani kwenda kutafuta mnyama, analala na njaa. It is a system of living your life. Kwa kuna watu leo wanaishi kama Esau. They wake up in the morning, go to work, go to their business. Siku akiacha kufanya, wanakufa na njaa. Maana that is Esau system. Na ukitaka ujue kwamba alikuwa hana kitu, mtu ambaye kila siku anawinda na anapata nyama, siku baba yake anamwambia niandalie chakula, hana cha kumpa, anakimbia kwenda kuwinda tena. Maanake ni sana mtu ambaye kila siku anapata mshahara na kila siku anapata faida biashara, lakini hana akiba. Siku kimwambia nipe akiba, hana. It's a Esau system. Huyo umhitaji nabii yoyote amwambie kwamba huyu atakufa akiwa maskini, kwa sababu mdogo ambaye hafai kula. Jacob anamwambia nipatie huyo, nitamtunza hapa. Anamtunza, wanazaliana. Siku anatakiwa apewe chakula, mama yake anamwambia nenda zizini. Maana yake he was a keeper. He used to multiply what he was getting. Huyu ndio Jacob. Ndio maana Yesu alipotaka kuja duniani alipitia kwa Jacob ambaye ndio Israel. Hakuweza kupitia kwa Esau. Kwa sababu Esau is a system. Kwa you can be in church lakini unaishi kama Esau. You can be outside church ukaishi kama Jacob. Siku zote Jacob atamtuma Esau. Regardless atafika mbinguni au atafika, lakini hapa duniani atakutuma. Kwa hiyo sasa unauliza ni nini kinatokea? Kinachotokea ni kwamba which system do you belong? Which system have you subscribed? Na shida ni kwamba watu wengi hapa tulioko hapa tuna impact ya kubeba system za wazazi wetu. Kwa kama babu alikuwa ni Esau, akarithisha baba na mama yako Esau, unajikuta na wewe unaingia kwenye mfumo wa Esau system. And what will you do? Watoto wako pia wanaingia kwenye Esau system. Wakati kuna familia zingine walianza ni Jacob, wakafika Jacob. Kwa vyovyote vile watoto wako wakiishi kama Esau, wakikutana na watoto ambao ni Jacob, lazima Jacob atamtuma Esau. Regardless ya umri wake, regardless ya nini. Kwa hiyo how do we do that? It is to break the chain. Ina maana kwenye kila familia lazima atokee mtu ambaye ataanza kuwa Yakobo wa hiyo familia, kuishi tofauti na mfumo ambao umezoeleka kwenye familia. Right? Na huwa anasema kwamba most of the time ukizungumza hivi vitu, wakati mwingine watu wanaona kama vile sio vya kiroho. Yes, lakini huwa anapenda kuwa remind watu kwamba kwenye Bible kuna mtu alikuwa anaitwa Lazaro maskini. Tena umemuita hivyo, Lazaro maskini. Alafu kuna mtu mwingine anaitwa tajiri ambaye hana jina, lakini tajiri tu. Right? Kama unasema hapo anakaa yule tajiri, sio lazima mjue jina. Okay? Lakini inasema walikufa wote wawili. Siku moja walikufa wote wawili. Inatupa picha ya maisha baada ya kifo ya system mbili. Kwa huyu ni tajiri, hakuwa mcha Mungu, lakini alikuwa anatumia Jacob system. Lazaro ni maskini, ni mcha Mungu, lakini alikuwa anaishi Esau system. Kwa hiyo kumsaidia chochote. Walipofika mbinguni, there's something very strange ambacho kile nikisoma pale I'm so surprised. Tunaona kuna pande mbili. Tajiri anachomeka moto kule. Maskini Lazaro yuko huku na Ibrahim. Conclusion ya kwanza to be tajiri ameenda motoni kwa sababu ya dhambi zake, ama ya utajiri wake umempeleka motoni. Lakini it's not true, kwa sababu Ibrahim alikuwa tajiri. Ukisoma Biblia yako sasa, Ibrahim alikuwa tajiri wa fedha, dhahabu na mifugo. Alikuwa tajiri mpaka alikuwa na jeshi lake binafsi. Siku moja Lutu amemchukua akapeleka wanajeshi special force 318 kwenda kupigana na wafalme watano, akawashinda na akamrudisha Lutu mpwa wake na akateka mali. Kwa Ibrahim he wasn't poor. Kwa kama ingekuwa kigezo ni utajiri, ina maana Ibrahim naye alikuwa anatakiwa awe motoni. Kwa hiyo tuna cancel kwamba issue it wasn't about kwa tajiri. Lakini hebu angalia perspective ya tajiri anayeungua moto na maskini aliyekuwa anamtumikisha duniani. Cha kwanza, anapaza sauti, anamwambia Ibrahim, naomba umtume Lazaro. Imagine mtu yuko motoni anataka kumtuma mtu wa mbinguni.
Kwa sababu status zinatufuata kumbe. Yaani bado anaungua lakini anamfeel jamaa bado ni mtu wa kutumwa. Kwa hiyo usifikiri kwamba ukienda mbinguni utajulikana kwamba ulikuwa maskini huko duniani. Na maana itajulikana. Lakini cha pili ambacho na wondering ni kwamba Yesu atakapokuwa anaondoka anasema naenda nyumbani kwa baba yangu kuandalia makazi, kwa sababu nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi. Lakini Lazaro alikosa makao. Alipakatwa na Ibrahim. Imagine. Amepakatwa na, kwa kumbe inawezekana mbinguni kuna watu mtapakatwa na kuna watu tutapakata. Inategemea umeondokaje huko duniani. Kwa hiyo it's a mindset.